Mtazamaji wangu hapo nyumbani, majina yangu naitwa Pastor Mulei. Hapa kanisani kwetu Christ Gospel Chapel. Mimi ni pastor wa vijana. Nachukua fursa hii ni kukaribishe kwa usiku wa maombi ama youth kesha siku ya Wednesday kuanzia saa 3 ya usiku mpaka saa 7. Maandiko yanasema katika Isaiah 55 na mstari wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Njoo tutafute uso wa Mungu kwa siku za ujana. Itakuwa ni jambo la busara utakapokuwa mzee, unaweza kumkumbusha Bwana zile siku ulimtumikia na ulikuwa unaenda katika nyumba yake kutafuta uso wako. Isaiah 38 na mstari wa 3. Ezekia akamlilia Mungu, akamkumbusha siku zake za ujana vile alivyokuwa anamtumikia. Utakuwa na sababu gani ya kumkumbusha Mungu wakati mambo yatakuwa yamechacha, wakati mambo yatakuwa hayaendi vizuri? Njoo tutafute uso wa Mungu na naamini ya kwamba utabarikiwa. Saa 3 mpaka saa 7. Amen. Amen. Karibu. Inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru usiku wa leo kwa wema wako na kwa ukuu wako. Asante ni kwa upendo wako. Umbali huu umetulete, tumeona mkono wako. We give you the glory and we worship your name. Roho wako mtakatifu akalishe roho zetu. Roho wako mtakatifu akatupeleke karibu na wewe, ewe Bwana Yesu. Tunakutamani na tunatafuta uso wako Bwana, ukajionyeshe na ukajidhihirishe. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Pata tu nafasi uketi. Katika hii stage ya maisha yenye tuko, ni wakati wa kuweka msingi kwa ajili ya kesho. Sawa? Ni kwa ajili ya kesho. Roho yangu iliumia wiki iliyopita mpaka nikaambia baba, nikamuuliza, kwani kunaendaje? Kwani kutafuta Mungu ni kwa watu wale tunakaa tuko chini? Kutafuta Mungu ni kwa watu wale tunakaa ni kama hatuna matumaini? Na nikaambia roho yangu, nitamtafuta mpaka nibadilishe hiyo mawazo ambayo inakuwa na watu. Kwa sababu nimeangalia, nikafanya utafiti, hata kwa kanisa tu hapa, hata kwa mambo ile inayohusikana na maombi, ni kama ni ya category ya watu fulani. But my dear brothers and sisters, nimemuomba Mungu nikamwambia, ikiwa kweli ni wewe ulilete hii mawazo ndani yangu, fanya jambo ya kitofauti. Nitazungumza tu mambo machache ndiposa tuweze kuomba. I want to talk about overcoming through prayers. Overcoming through prayers. Tunaweza tukashinda kupitia maombi. Maombi ni njia moja ya kuweza kuleta ushindi ama ya kuweza kupata ushindi kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo hali yoyote ambayo utakutana nayo, kiwango chochote ambacho utaingia, unaweza ukatoka hicho kiwango na kuingia kiwango kingine kupitia maombi. Ndio maana tunawaambia, kujeni tuombe, kujeni tutafute Mungu, tuweze kupiga hiyo anga, tuweze kupasua, tutoke tuende kiwango kingine. Amen. We will overcome through prayers. Prayer is dependency upon God. Kuomba ni kumtegemea Mungu. Siku zote auombi ni kumaanisha uko na msaada mwingine kutoka mahali. Lakini unajua nyinyi vijana mnakuanga na
plan A, plan B. Hii kikosa kuingiana, plan B itaingiana. But I want to teach you the thing about prayer. Mimi nimefika hapo ni kwa mkono wa Mungu, na vile vile kuna maombi. I remember one prayer I prayed while I was in high school. Niliomba nikaambia Mungu, for the sake of those people who believe in me, don't disappoint them. Hata wewe kuna watu wanakutegemea. Wewe tu, baba yako anakutegemea. Kama uko na baba, kama uko na mama, kama uko na jamii, watu wa kwenu wanakutegemea ulete utofauti. Na hiyo utofauti utaipata aje? You will bring that change through prayer. I want us to look in the book of Esther. Esther chapter number 3. Esther chapter number, kwanza tunde chapter number 4 and verse 15. Esther 4 and 15. Then tutarudi chapter number 3. I want to tell you, you can overcome through prayers. Any situation that you see it before you, you can overcome it by prayer. Esther chapter 3 Esther chapter 4 verse 15. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, wende wakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yote Esther aliyomwagiza. You know the story of Esther. What happened? Ilikuwa imepitishwa jamii yote ya Wayahudi waangamizwe. Na wewe inawezekana kuna mambo imepitishwa, wewe na nyumba ya babako, wewe na ukoo wako muangamie. But I have come to tell you, unalala ukiwa umesimama. But I have come to tell you, you can overcome it through prayers. You can overcome through prayer. Tunaenda kuomba usiku wa leo, tubadilishe mambo katika ulimwengu wa roho. Wacha nikuonyeshe kile kilifanyika. Kwa nini Esther alikuwa anaomba hivi? Kwa nini? Nitazungumzia tu kuhusu Esther, so that we know how we can overcome through prayer. Esther chapter number 3 and verse number 6 kuteremka. Ama tuanze chapter 3 verse 1. Soma tu. Esther chapter 3 verse number 1. After these things, King Ahasuerus promoted a man and Agagite, the son of Amendatha, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. Verse 2. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded. Verse 6. But he disdained to lay hands on Mordecai alone, so as they
had made known to him. Wacha nisome hii ya Kiswahili labda tuelewe vizuri. Akaona shani kumtia mikono Mordekai, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuwaangamiza Wayahudi. Haman alitaka nyumba yote ya Wayahudi ipate kuangamia. Haman alitaka nyumba ya Wayahudi iangamie. Vile vile na wewe kuna watu wanataka uangamie. Kuna mambo inafanyika kwa maisha yako, imepangwa ama imekarabatiwa uangamie. Tutabadilisha aje mambo ambayo yalikuwa yamepitishwa kwa kuangamia kwetu, tuweze kubadilisha tupate maisha mazuri through prayer. Tunaweza tukabadilisha mambo mengi sana kupitia maombi. Usiku kama wa leo, kile kitu kinaenda kufanyika ni labda ungekitafuta miaka nyingi sana usipate. Esther kwa nini alikuwa anaenda kuomba? Ni kwa sababu Haman alikuwa ameambia mfalme Wayahudi waangamizwe. Alikuwa amepitisha sheria ya kwamba Wayahudi wamalizwe, jamii ya Wayahudi iweze kufutiliwa mbali. Na hizo ripoti zikamfikia Esther. The same way tonight, habari hii njema inakufikia ya kwamba unaweza ukabadilisha mambo kupitia maombi. Mimi hakuna kitu kinanisumbua mawazo kama kubadilisha ile mambo nimepata, ama ile level nimepata watu wakiishi, nibadilishe hiyo level hivyo kabisa. Let me show you one thing. Let us read from the book of Hebrews chapter 5 and verse number 7. Hebrews 5 number 7. Hebrews 5:7. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with the loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Jesus in the days of his flesh, Yesu kwa siku zake za mwili hapa duniani aliishi mtu wa maombi. Aliishi mtu wa maombi. Na sisi tunaweza tukafuata hiyo mfano ya Kristo. Maombi ya Kristo iliweza kubadilisha mambo mengi sana. Ile maombi Yesu aliomba siku zake za mwanadamu ilisaidia watu wengi sana. Iliweza kuleta uponyaji na ukombozi. Because it is through that prayer that Jesus gained power to lose these people, to deliver these people. Kwa hivyo usiku wa leo, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 and verse number 6. Maandiko inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. So, what is it that is troubling your heart? What is it that is troubling you? Make it known to God through prayer. Sawa?
Kwa hivyo ndio maana nimekuja usiku wa leo niwaambie, let us pray. Let us purpose to pray and seek the face of the Lord. Simama kwa miguu yako. Tunaenda kuomba sasa. Kila mtu na ajulishe Mungu hoja zake. Kila mtu na ajipeleke mbele za Mungu, amuombe Mungu. Lift up your hands. Father, in the name of Jesus, we worship you this evening. We worship you tonight, oh Lord. Thank you for such a precious moment. Thank you, Lord, for such a moment that young people are gathered tonight to seek your face, oh my God. I pray, Lord, that you may give us your spirit, that you may give us the power to overcome every evil. Fungua tu kinywa chako, uanze kuomba. Give us the power to overcome every evil. Give us the power, Lord, to overcome every plan of the enemy. Give us, Lord, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome. In the name of Jesus, you can pray, ask God to give you the power to overcome every challenge, Lord. We pray, give us the power to overcome. Give us the power to overcome, Lord, the power to overcome. In the name of Jesus, Lord, I pray that you may give us the power to overcome the plans of the enemy. Give us the power as young people to overcome the temptations of the enemy. Give us the power to overcome. In the name of Jesus, I pray tonight, Lord, that you may give us the power of the Spirit, the power to overcome. In the name of Jesus, Lord, I pray that you may give us the power to overcome. In the name of Jesus, give us the power to overcome. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana utupe uwezo wa kushinda dhambi, uwezo wa kushinda majaribu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, unaweza Jehova, unaweza mtakatifu. Naomba ukatupe uwezo wa kushinda dhambi, uwezo wa kushinda mauti kwa jina la Yesu Kristo. Bwana unaweza. Sioni mkiomba. Tumekuja kuomba usiku wa leo. Tunabadilisha historia zetu. Ile mambo ambayo imekwama kwa hali zetu, ile mambo ambayo imekwama kwa njia yetu, ile mambo ambayo imeshindikana, ile mambo ambayo tumetafuta kwa muda mrefu na hatujapata, ni usiku wa kubadilisha, ni usiku wa kushinda kupitia maombi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakuomba usiku wa leo ukanipe ushindi dhidi ya maadui zangu, ukanipe ushindi dhidi ya ile mambo ambayo umekwama, dhidi ya ile mambo imeshindikana. Naomba ukanipe ushindi Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukanipe ushindi my Father. Naomba ukanipe ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukanipe ushindi Bwana, ile mambo ambao inang'ang'aniwa kwa malango yangu, naomba ukanipe kushinda. Naomba ukanipe kushinda Jehova, ukanipe kushinda Adonai kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kushinda Bwana, naomba kushinda my Father. Ile mitihani inaletwa kwa njia yangu, ninaomba kushinda my Father kwa jina la Yesu Kristo. Lord I pray that I may overcome, that I may overcome in the name of Jesus, that I may overcome, that I may overcome in the name of Jesus. Muombe Bwana uweze kushinda. Mwambie Bwana unaomba kushinda. Ninaomba kushinda Bwana, ninaomba kushinda my Father, ninaomba kushinda Adonai kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ukanipe ushindi, naomba ukanipe kushinda Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Katika maisha ya ujana ukanipe kushinda Bwana, ukanipe ushindi my Father kwa jina la Yesu Kristo. My Father, ninaomba ushindi, naomba ushindi Adonai. Lika
shakatala baba, lika shakatala baba, meseketele baba, leko shakatala baba, masokotolila baba. Naomba ushindi Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba kushinda usiku wa leo ile milango ambayo imejifunga. Naomba ushindi ikafunguke. Naomba kufunguliwa kwa milango kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana milango. Naomba milango ikafunguliwe. Naomba kufunguliwa kwa milango. Tunaomba ushindi kwa jina la Yesu. My Father and my Lord, I pray that you may give us breakthrough. Give us breakthrough in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo, hawa vijana ambao tumekuja kutafuta uso wako, naomba milango ikafunguke. Naomba njia zikapatikane. Bwana hatuna njia, naomba njia ikapatikane. Hatuna milango, naomba milango ikapatikane. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba historia zetu Bwana zikabadilike kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba historia zetu zikabadilike. Naomba maisha yetu ikabadilike. 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 Naomba maisha ikabadilike Bwana. Bwana Yesu, usiku wa leo vile tumeingia kwa nyumba yako, tunaomba Bwana historia zetu zikabadilike. Naomba tukapate njia. Naomba maisha yetu ikakupendeze. Naomba maisha yetu ikakupendeze Baba. Naomba maisha yetu ikakupendeze tu. Naomba Bwana kitendo kama hiki cha usiku wa leo, hiki kitendo kikakupendeze. Kikakupendeze my Father. Kikakupendeze Adonai. Kikakupendeze Adonai. Kikakupendeze my Father. Kikakupendeze Adonai. Kikakupendeze my Father. Kikakupendeze Bwana, ikupendeze Bwana, ikupendeze Bwana, ikupendeze Bwana, ikupendeze, ikupendeze tu, ikupendeze tu my Father. Bwana ikupendeze, ikupendeze my Father. Umeniambia Bwana hoja zangu na zijulikane mbele zako Bwana, mahitaji yangu na yajulikane mbele zako. Naomba ikupendeze tu na ukanifungulie njia, ukanipe njia, ukanipe njia, ukanipe njia Baba, ukanipe njia Bwana, ukanipe njia, ukanipe njia my Father, ukanipe njia Adonai, ukanipe njia Bwana Yesu. Ninaomba njia, naomba njia my Father, naomba njia Adonai, naomba njia my Father kwa jina la Yesu Kristo. Naomba milango, naomba milango, naomba milango Bwana. Bwana uniaminie, utuaminie milango, utuaminie milango Bwana, utuaminie milango my Father, utuaminie milango Bwana, utuaminie milango kama vijana, milango ambayo itatusaidia katika utumishi, milango ambayo itatusaidia kutafuta uso wako, milango ambayo itatusaidia katika kutumikia Bwana. Unaweza Jehova, unaweza my Father, kule ambako tunaenda, ile njia tunayoiendea Bwana. Naomba muongozo wa Roho wako my Father, naomba muongozo wako, naomba muongozo wako my Father, naomba muongozo wako Adonai, naomba muongozo wako Jehova, naomba muongozo wako Baba kwa jina la Yesu Kristo. Naomba muongozo, naomba muongozo wako, naomba muongozo wako, naomba muongozo, naomba muongozo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tusaidie, tusaidie my Father, tusaidie Adonai, tusaidie Jehova, tusaidie my Father, tusaidie Adonai Bwana, utusaidie tu, utusaidie Baba, utusaidie Jehova, utusaidie El Shaddai, utusaidie tu my Father. Bwana Yesu utusaidie, utusaidie King of Glory, utusaidie my Father. Bwana utuongoze, uongoze njia zetu, uongoze maisha yetu, utuongoze Baba, utuongoze my Father, utuongoze King of Glory. Bwana Yesu utuongoze, utuongoze Baba, utuongoze my Father. Bwana utuongoze kwa jina la Yesu Kristo. I bless your name Lord, I bless your name King of Glory, I bless your name my Father, I bless your name Lord, I bless your name Lord, I bless your name Lord, I magnify your name Lord, I worship your name Lord, I exalt your name. Bwana Yesu uone usiku wa leo,
uone usiku wa leo Baba, uone usiku wa leo Bwana. Bwana uone, Bwana uone tu, Bwana utuone katika kiti chako cha enzi. Bwana Yesu utuone, uone my Father. Bwana Yesu utuone, utuone usiku wa leo. Bwana Yesu utuone, utuone tu my Father, utuone tu my Father. Bwana Yesu utuone tu, utuone, utuone Baba, utuone Jehova, utuone my Father katika kiti chako cha enzi. Naomba Bwana ututanzame, ututanzame katika kiti chako cha enzi. Tumekuja kutafuta uso wako, ile njia tutakayoiendea. Bwana Yesu ukatuonyeshe, Bwana ukatuongoze katika mapito yako Bwana, ukaongoze njia zetu katika mapito yako Bwana, ukatuongoze, ukatuongoze my Father, ukatuongoze Adonai, ukatuongoze my Father ile njia tutakayoipitia. Naomba Roho wako, naomba Roho wako akatuongoze, naomba Roho wako akatunjulishe mapito yako Bwana. Bwana unaweza, unaweza my Father, unaweza King of Glory. We worship your name, we glorify your name. In the name of Jesus I do pray, trust and believe. Karibia hapa kwa ajili ya masaa, karibia tu hapa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa vijana hawa ambao umenipa tutafute uso wako pamoja nao. Ninaomba Bwana ukatende jambo katika maisha yao, jambo ambalo itakuwa ishara hata watakapokuwa wazee, hata watakapokuwa wameinuka, hata watakapokuwa wamefaulu, watakapokuwa wamefunguliwa milango, wakakumbuke ni ile siku, zile siku walikuwa wanaenda kwa nyumba yako kutafuta uso wako Bwana. Naomba ukawafute machozi yale ambao wamelia kwa siri, yale mambo magumu ambayo wanapitia na labda hawajapata mtu wa kuwaelezea. Bwana Yesu, utende jambo ambalo litakuwa ukumbusho, utende jambo ambalo Bwana hata watu wa mataifa wakisikia watasema hakika ni mkono wako. Bwana Yesu, tunakuabudu, tunaomba sadaka zetu na ibada yetu ikapokelewe na ikapate kibali, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. If you will want to overcome your old man, you will not overcome him in a carnal way. I will overcome that person who did not prosper. I will overcome that person who did not love God. I will become a lover of God. Amen. I will become a worshiper of God. Amen.